Umesema kwamba mimi nikiongea hata na jinsia ya kike, basi huyo mtu nitamfanya wa kunifulia, wa kufanya nini? Yaani unakuwa sasa ni kama wewe umekuwa mwanaume, yule amekuwa ni mwanamke. Lakini ni maisha ambayo ni maisha mabaya sana. Ni maisha mabaya. Ukiwa kama mdada hupaswi kuishi hivyo. Ukiwa kama mdada unapaswa kuishi kama mdada, sio mdada unaishi kama mkaka. Hapana. Kwa hiyo hapa uamuzi mkubwa, yaani mwenye uwezo wa kutoka hapo, yaani mtu wa kukutoa hapo sio mimi Esther. Mwenye uwezo wa kukutoa hapo ni wewe Esther. Mimi nina mchango wangu wa kukusaidia kutoka hapo, lakini mwenye uamuzi kabisa kabisa wa kuamua kutoka hapo ni wewe. Pale ambapo utasema kabisa kwamba mimi Neema, I will try, yani kama nimeshindwa leo nitarudia tena, nikishindwa kesho nitarudia tena, nikishindwa kesho kutwa nitarudia tena, lakini nakuwepo ile dhamira ya ndani kabisa kwamba mimi Neema nataka kubadilika. Sitamani kuishi hivi nilivyo. Natamani kubadilika. Na password kubwa ni yale makundi uliokuwa deal nayo sana, inatakiwa uescape nayo, utokepo hapo. Utoke hapo, usiwe mtu ambaye siku ya siku utajikuta makundi tena yale ndo marafiki zako. No, hapo pana kujikataa. Pana kujikataa, yani pana kukubali kupoteza baadhi ya vitu ili uvuke hapo. Ulifanya majaribio ya kuvaa gauni, lakini kuvaa gauni ambako pia kuliambatana bado na kuongea na wale wa jinsia tofauti, kwa sababu wale ukisakutana nao ni ile oya mwanangu, oya how are you, vile zile za kibabe kama mwanaume, style fulani za kuongea kama mwanaume. Inatakiwa tu ikiwa kwa moyo wa dhati tunataka kutoka hapo, inatakiwa kukataa hivyo vyote ili tuvuke hapo. Inatakiwa kukataa mazingira yote ambayo anaweza kukufanya tena siku ya siku kajikuta unarudi nyuma ulikotokea. Hayo mazingira inatakiwa uyakatae. Inatakiwa uyakatae ili kuvuka hapo. Of course natumia kama lugha fulani kama ukali unisamee, lakini tunachotafuta ni suluhu kutoka hapo. Mwenye uwezo wa kutoka hapo, nguvu ya maamuzi iko kwako wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe kabisa, kwa moyo wa dhati unabaki kusema Mungu, mimi Neema, Mungu mimi uliniumba mdada. Ikiwa umeniumba mimi mdada, maisha nayo yaishi sio sawa, na najua hata wewe unajijua unavyoishi sio sawa. Sasa hicho kilishakuwa ni kilevi, ulishakuwa mkubuu, ni mtu ambaye ulishakuwa muathirika na maisha ya staili kama hayo. Hata mimi juzi ni kutolea ushuhuda kwamba mimi nilikuwa ni mtu ambaye nimeishi maisha fulani ambayo tayari kilikuwa ni kilevi, lakini niliamua kwa moyo wa dhati kabisa kwamba mimi nitakiwa hapa nitoke. So inatakiwa uamue. Inatakiwa uamue. Sasa hapo zaidi mimi nakutegemea wewe, ushirikiano wako. Nategemea sana ushirikiano wako kabisa ya ndani, si ile ya kusema kwamba pengine nitafurahisha Daimani na Esther. No, wewe maisha ni ya kwako. Maisha ni ya kwako mwenyewe. Maisha ni ya kwako mwenyewe. Leo hii ukiishi vizuri, ukawa mdada mzuri, ukaacha hata duniani ka historia kazuri, it is for you. Yani si kwamba unafanya kwamba pengine ni kwa sababu ya mwingine. Ndio tunaishi ndio kwa sababu ya mtu mwingine, lakini mnufaika wa kwanza wa maisha yako ukiishi vizuri ni wewe. Mnufaika wa kwanza wa maisha yangu nikiishi vizuri ni mimi. Mtu wa kwanza kujisikia vizuri ni mimi. So hapo inatakiwa tu tuamue kwa moyo wa dhati, maamuzi magumu kabisa, maamuzi magumu kwamba mimi Neema hapa natamani kutoka. So ikiwa natamani kutoka hapa, kuna kanuni. Kila sehemu kuna kanuni zake.
Ikiwa mtu anakuwa na mambo mengi, mfano kwenye umalaya kuna kanuni zake. Yaani yeye hata kama atatoka amezini jana, amechoka, kiuno kinauma, yaani mwili uko hovyo, yuko tilalila